Uzungumzie hii kauli ambayo ameisema mwenyekiti wa bodi ya ligi mzee wetu Steven Mguto. Anasema kwamba kwenye hili busara inapaswa itumike kwa sababu wao kama bodi ya ligi wanawaelekeza sasa kwenye vile vikao vya ndani, wanawaelekeza watoto wao kwa maana Simba na Yanga kwamba nani mwenye haki, nani mwenye makosa, na kama kuna mwenye haki na kuna mwenye makosa basi busara inapaswa itumike ili kuamua mambo. Kwa upande wako umemsikiliza mwenyekiti, una yapi ya kuzungumza? Baada ya jana kuisikia hii kauli, aisema yule niuma sana. Niliamini mpira wa Tanzania una safari ndefu sana hadi uje utoboe. Kwa sababu mpira wa Tanzania umekuwa ni mpira ambao unaendeshwa kwa busara zaidi ama kwa hisia zaidi kuliko ule uasilia. Nitakukumbusha kitu kimoja. Juzi tu hapa tumeona Zamalek msimu uliopita. Aligombana na bodi ya ligi, akagoma kucheza mchezo. Ule mchezo na Al Ahly Sporting Club haukuahirishwa. Isipokuwa Zamalek alikatwa pointi kwenye ule mchezo, maisha yakaendelea kupeleka timu uwanjani. Juzi Zamalek Al Ahly naye na Zamalek yao. Kwenye walikubaliana bwana, tukicheza mechi kubwa Piramidi ama Zamalek tunatakiwa tupate refa wa kigeni. Wakakubaliana. Lakini makubaliano alikuwa ni baina nani na nani? Yaani wao hizi timu kubwa tatu na bodi ya ligi walikubaliana vizuri, lakini kwenye kanuni haipo. Lakini ilikuwa ni makubaliano. Ni makubaliano tu ya mdomo tu bwana. Sisi tunataka refa wa kigeni sawa. Wakaleta mechi na Zamalek ya kwanza ile. 1-1 Al Ahly akiwa nyumbani. Mchezo wa pili refa alikuwa wapi? Mechi ya kwanza refa alikuwa Mturuki. Mchezo wa pili umekuja kupigwa pia. Al Ahly wakataka refa wa kigeni, bodi akasema bwana sisi hatuna bajeti hiyo. Utaenda kucheza usicheze, utaenda kucheza. Al Ahly akasema siji kucheza kwa sababu haujatekeleza. Wale wakamuuliza kwa kanuni ipi? Kanuni ipi ambayo inasema utuletee refa wa kigeni? Na Al Ahly le marefa nao utaka yeye watoke Saudi Arabia. Yaani yeye Al Ahly alikuwa anashinikiza kwamba marefa watoke Saudi Arabia. Marefa watoke Saudi Arabia. Kwa hiyo unaona kitu hicho. Kwa nini anafanya hivyo? Saudi Arabia ama zile nchi za Qatar na sehemu nyingi UAE kule kuna marefa wengi ama kuna mashabiki wengi sana wa hii timu ya Al Ahly. Kwa hiyo alikuwa anaamini, yani watu wengi, watu wale chama cha soka kawa na hisi huyu jamaa inawezekana labda anataka waje wachezeshe mashabiki wake kutoka kule kutoka Saudia. Akasema sasa anachezesha mzao hapa ndani. Labda shabiki wa Al Masry akapewa mechi. Jamaa hawajatokea uwanjani. Wamenyang'anywa alama 3. Hawajachukua muda mrefu. Hiyo ni kanuni. Na wamewaambia mechi inayofuata msipocheza, maana mechi inayofuata ni kubwa tena na Piramidi mwezi wa 4 hapa mwanzoni. Msipoenda kwenye huo mchezo tunawapiga umeme jumla. Alama 15 tunawanyang'anya. Kwa hiyo Al Ahly hapo amekatwa alama 3 na mchezo hautachezwa. Ina maana imeisha hiyo. Imeisha hiyo. Kwa upande wetu tumeambiwa busara inatumika. Na vikao vinaendelea kufanyika. Mimi bodi ya ligi siwalaumu hata kidogo. Kuhusu hizi Simba na Yanga. Simba na Yanga Mguto amesema zimedekezwa tangu day 1. Yaani Simba na Yanga makuzi yao yote wameshadekezwa. Na mimi mpaka kuna wakati huwa naamini mpira ambapo umefika, unajua uongozi wa TFF wa saizi umejitahidi sana kunyoka. Wamesababisha, wamechangia maendeleo ambayo tunayaona. Unajua wale Skalia wakati anaingia madarakani alikuwa na vipengele vyake 11 vya kushirikishana vile. Hivi ndio vimemsaidia. Tunaona mpira umenyoka, lakini katika sehemu ambayo walikuwa wameisahau. Wakati wanaingia, mimi naamini wakati wanaingia tu wangeanza kunyosha, hawa jamaa wangekuwa wamebadilika Simba na Yanga. Lakini wanakuja kuanza kutaka kuwanyosha katika eneo ambalo wao wanaamini tele wakubwa. Kipindi wao wanaingia madarakani hizi timu zilikuwa zifanye vizuri Afrika. Jeuli yote hii inakuja kwa sababu hizi timu zinafanya vizuri Afrika. Ina maana wakati wanaingia wangeanza kuwatia bani kipindi kile. Salumu, ninakuhakikishia hadi leo hii Simba na Yanga akili zingekuwa zimenyoka, wangekuwa hawana longolongo hizi ambazo wanazo wakati huu. Sawa, lakini pia tumemsikia mwenyekiti anasema kwamba vuta picha, unaishusha Simba, unaishusha Yanga. Tuendelee hapo Moyombo. Unasemaje hapo? Sasa mimi naamini Simba na Yanga zinaweza kushushwa daraja kama zimefanya makosa. Nitakupa mfano. Juve kipindi kile kule Italy walipanga matokeo ile. Walipanga matokeo, hakuna aliyeamini. Umeona wakashushwa daraja. Sasa kwenye mpira wa miguu kuna maisha ambayo hutaki kuyapita. Yaani
kama kanuni imetengenezwa ama sheria zipo zimewekwa ili mzifuate, kwa nini msizifuate? Simba na Yanga wanatakiwa kuadhibiwa. Yaani katika kitu ambacho mwenyekiti wa bodi ameniangusha ni hiyo kauli ambayo imeitoa jana kwamba tutaishusha Simba na Yanga. Mimi nitampa mfano mwingine. Mwaka 1986 Liverpool walicheza finali ya UEFA Champions League. Yes. Liverpool ya kuanzia 1980 tuseme 70 na kuja 80 hapa. Ilikuwa ni bora sana pale Ulaya. Yaani ilikuwa UEFA Champions League ni kama michuano yao kipindi hicho. Umeona? Wao Aston Villa, Nottingham Forest walikuwa wanajiona ni wakubwa sana kutoka England. Yes. Kitu ambacho kilikuwa kinafanyika Liverpool, unajua mashabiki wao walivyo na wazimu. Wakafanya fujo kule Ubelgiji. Kuna mashabiki walipoteza maisha wakati ule. Yes. Walicheza finali ile na Juve. Ile finali ilikuwa na utata sana. Nakumbuka hata bao ambalo Liverpool walikuwa wanafunga magoli, refa anasema offside. Kwa sababu Liverpool alikuwa bingwa mtetezi wa UEFA, alikuwa anaenda kuchukua ule tena UEFA kwa mara nyingine. Yes. Baadaye Michael Platini anapiga penalti, mpira unaenda nyavuni. Yes, watu wengi sana waliumia, watu wengi walipoteza maisha kwenye ule mchezo. Unajua UEFA walifanya nini? Waliwafungia Liverpool miaka 6 kushiriki. Kwanza waliwapiga bani miaka 10, baadaye wakaipunguza ikawa 6. Okay. Ndio chanzo cha anguko la Liverpool. Ikaja kupotea hadi kwenye ligi. Watu wengi walikuwa hawajui Liverpool ilipotea kwa nini. Hafu wakazifungia na hizi timu zingine zote za Uingereza miaka 5. Kwa ina maana Liverpool kipindi kile ilikuwa ina wachezaji wakubwa kuliko hizi timu nyingine zote za Uingereza. Yes. Lakini baada ya kufungiwa wale wachezaji kabidi waondoke. Mnajua mchezaji mkubwa hawezi kubaki kwenye timu ambayo hawezi kukaa kwenye timu ambayo haina haionekani kwenye michuano ya kimataifa. Kwa hiyo walichokuwa wanakifanya ikabidi waondoke. Wameondoka wanaenda wapi? Wakaenda kwenye zile timu ambazo zimefanya uwekezaji mkubwa. Kwa Liverpool mwisho wa siku kina Manchester wakakaribia, kina Arsenal wakakaribia na yani, na kwa sababu wao wakana majanga mengi wakazidi kupotea. Kwa hiyo mwisho wa siku tukaona wamechukua muda mrefu sana kuja kurudi kwenye game. Miaka mingi sana kuja kurudi kwenye game. Lakini unaona leo na UEFA 6, pengine wasingefungiwa hiyo miaka 6 ama ina maana wangepata UEFA zingine 2 3 kwa sababu kizazi chao kile kilikuwa bora sana wakati ule. Sasa ile ni timu kubwa. UEFA wa kuangalia bwana, hii Liverpool inauza sana Ulaya, inauza sana duniani, timu inayotajwa sana waliifungia. Simba na Yanga ambazo hazina hata kombe lolote la Afrika. Hazina, yani hazina mafanikio. Yes, hazina mafanikio ya kutisha. Finali ndio anayo Yanga. Kombe la nazungumzia CAF Champions League. Yani unapozungumzia michuano mikubwa Afrika ngazi ya klabu ni CAF Champions League. Yes. Hazina historia yoyote ya kutisha. Zinakingiwa kifua. Sasa Al Ahly ambaye anaongoza kuchukua mataji pale Misri anaadhibiwa. Yani kanuni inaangalia inasemaje? Unakula bani. Zamalek anaadhibiwa. Huyu Simba na Yanga ni nani? Wydad Morocco anaadhibiwa. Huyu Simba na Yanga ni nani? Hao ambao wanafuata busara ndio wanaotulia mpira wa Tanzania. Wanaofuata busara ndio wanaotulia mpira wa Tanzania. Yaani mpira wa Tanzania kwa busara hatutatoboa. Ile siku Simba amekosea, sawa. Wote tunajua Simba amekosea. Na Yanga naye kikanuni amekosea ndio. Sasa kwa nini wailishe mechi? Haya maisha ambayo tunaishi Tanzania hayawezi kutusaidia. Ila mimi nahisi sakata ile la mgogoro wa Simba na Yanga ambao umetokea siku chache zilizopita kuelekea mechi ya dabi unaenda kufungua mpira wa Tanzania. Mpira wa Tanzania unaenda kuwa huru. Yaani baada ya hii issue ya Simba na Yanga kuisha, sitegemei kuona tena busara zikija kutumika. Kwenye maamuzi tunatakiwa tufuate njia sahihi, hivyo tu. Lakini pia Mwayombo bwana na ndugu yangu Doto nikukumbushe. Kuna jingine anasema kwamba bado wanaendelea na vikao vya ndani. Lakini amesikia Yanga wameshapeleka barua yao kasi kwenda kudai alama 3. Na yeye akasema kwamba kitendo hichi ni kama kichekesho. Na mimi narudia ni kama kichekesho kwa sababu official statement haijatoka. Na unatakiwa upate go ahead kutokana na official statement ambayo imetoka kwenye haya mashirikisho. Kwa hiyo unapoenda kupeleka hiyo kesi, nyaraka za kesi. Sasa kasi lazima watataka kureview kwamba kipi kimejibiwa ndani ya shirikisho na hii bodi ya ligi. Unakuta hakuna ambacho kimejibiwa, lakini badala yake wanataka tu ufafanuzi. Lakini kwa alama 3 inakuwa ni ngumu kuzipata kwa sababu bado official statement haijatoka na mechi iliahirishwa. Kwa maana hiyo ratiba ilikufa. Kwa hiyo moja ya kigezo muhimu ambacho kinatakiwa timu ipate alama 3 ni timu ambaye timu mwenyeji ataapia uwanjani au ni mgeni ataapia uwanjani
na mechi officials watakuwepo uwanjani. Baada ya dakika 30 una kigezo kikubwa zaidi cha kupata alama 3, lakini hapa bodi ya ligi waliahirisha mechi. Sasa inakuwa ni ngumu zaidi kupata alama 3 kwa sababu moja, Yanga wanatakiwa wasubiri official statement kutoka bodi ya ligi kwamba wanasema nini kuhusiana na sakata zima, ndipo waweze kupata go ahead. Lakini mpaka hivi sasa, kwa sababu wamepeleka hivi sasa, hakuna chochote ambacho tunaweza tukategemea tukiwaona Yanga wakipata alama 3.